This scar. Asante kwa ajili ya wilaya hii. Thank you for this district. Asante kwa ajili ya mji huu. Thank you for this town. Baba, tunakushukuru. Father, we thank you. Kwa sababu umetupa kibali. Because you've given us favor of being in this area. Naomba hekima yako. I ask for your wisdom. Tukanene na watu wako. To speak to your people. Naomba hekima yako. I ask for your wisdom. Tukajifunue kwa watu wako. To reveal itself to your people. Bariki mji huu. Bless this town. Bariki watu wako. Bless your people. Bariki ardhi yao. Bless their land. Bariki kila dhehebu katika mji huu. Bless every denomination in this city. Na kila dini. And every religion. Asante Bwana Yesu. Thank you, Lord Jesus. Kwa sababu ya kibali chako. Because of your faith. Pokea shukrani na sifa. Receive thanksgiving and praise. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Clap your hands to Jesus. Dakika chache tulizo nazo. The few minutes we have. Tutaenda kumwona Mungu. We'll go and see God. Na dakika chache tulizo nazo. In the few minutes we have. Kila uliye mgonjwa. Whoever is sick. Jiandae kupona. Prepare yourself to be healed. Kila uliyefungwa. Whoever is bound. Jiandae kufunguliwa. Prepare yourself to be delivered. Kila uliyeonewa leo na weko huru katika jina. Whoever is rejoicing will be set free in the name of Jesus Christ. Inua mikono juu, sema ninapokea leo katika jina la Yesu. Say I'm receiving today in the name of Jesus. Waambie watu watatu leo ni siku yangu. Tell 3 people today is my day. Katika jina. In the name. Jana tulikuwa eneo la Babati. Yesterday we were at Babati. Tulimuona Mungu akiponya wagonjwa. And we saw God healing the sick. Tulimuona Mungu akifungua watu. We saw God delivering people. Babati moto uliwaka. And Babati fire burned. Na leo tuko mtu wa Mbu. And today we are here at Mtombo. Maisha yako hayatabaki vile alivyokuwa. Your life will never remain. Na ninapomaliza hapa dakika chache tu. As I finish here a few minutes. Tutakuwa naingia Karatu. I'll be going to Karatu. Nako tunaenda kuachilia moto. We are also going to release the fire. Kwa jina Yesu Kristo. And in the name of Jesus Christ. Mahali hapa patabarikiwa. This place will be blessed. Ardhi yenu itabarikiwa. Your land will be blessed. Na kila uliyefika hapa. And whoever came here. Lazima nyota yako ifunguliwe katika jina la Yesu. Your star must be delivered in the name of Jesus Christ. Kitabu cha Isaya. The book of Isaiah. Sura ya 10. Chapter 10. Mstari wa 27. Verse 27. Isaya 10:27. Isaiah 10:27. Soma pale. Isaya 10 mstari wa 27. Aha. Neno la Mungu nasema, ndio, na itakuwa katika siku hiyo. Rudia tena. Na itakuwa katika siku hiyo. Itakuwa katika siku hiyo. Endelea. Nitavunja nira. Na itakuwa siku hiyo. Tena itakuwa katika siku hiyo. Katika siku ile. Aha. Nitaondoa. Hii ni kisasa, Biblia kisasa kawaida. Soma tu ya Kiswahili cha kawaida, sio kisasa. Tena itakuwa katika siku hiyo. Tena itakuwa katika siku hiyo. Mzigo wake utaondoka begani mwako. Na nira yake shingoni mwako. Nayo nira itaharibiwa. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kiingereza inasema vizuri. And in English is tusome hapo. And it shall come to pass in that day that his burden mzigo wake shall be lifted utaondolewa away from his shoulder kutoka kwenye mabega yako, and his yoke na nira yake from off thy neck kutoka kwenye shingo yako, and the yoke na nira shall be destroyed itaharibiwa because kwa sababu of the anointing ya mafuta ya upako. Naomba watu wa vyombo mfanye haraka ukimbia kwenye kazi nyingine haraka. Msichukue muda tena. Bible inasema, the Bible says, tena itakuwa katika siku hiyo. Shall be on that day. Leo. Today. Sio siku nyingine. Not any other day. Leo hii itakuwa katika maisha yako. Today it shall be in your life. Mzigo wake utaondoka begani mwako. His burden shall be lifted out of you. Mwambie jirani yako mzigo wake utaondoka begani mwako. Tell your neighbor that his burden will be lifted out of you. Mabega ni yako. The shoulders are yours. Mzigo sio wako. The burden is not yours. Kuna watu unaishi. There are people you are living. Na mizigo usioiona. With the burden you don't see. Unaishi. You are living. Na mizigo sio yako. With the burdens which are not yours. Watu wapo. There are people. Kuna watu ambao. There are those who. Wanahamisha maisha ya wengine. They shift other people's lives. Wanayachukua. They take them. Na wao wanakubebesha maisha mengine. And they give you to na kuna watu wanaishi maisha. And there are those who live ambao sio yako. Which is not yours. Leo kwa mamlaka niliyopewa. Today by the authority. Kila mizigo itaondoka juu yako. Every burden will be lifted out. Maisha yako yatarejeshwa juu ya maisha yako. And your life will be returned back to your life.
Hebu sema maisha yangu. Say my life lazima yarudi. Must be restored. Biblia inasema. The Bible says nira yake itaharibiwa. His yoke will be destroyed. Kwanza mzigo utaondolewa. First, the burden will be lifted kutoka kwenye mabega yako. From your shoulders. Number 2. And secondly, nira itaharibiwa. The yoke will be destroyed kutoka shingoni mwako. From thy shoulders. Shingo ni yako. The neck is yours. Nira sio yako. And the yoke is not yours. Huko mnajua. Here you know. Tunapozungumzia nira. When we talk about the yoke, ni kile wanachovusha punda au ng'ombe. It's what they put on a cow's anapovuta mizigo. When they pull the load. Au anapovuta jembe. Or when they pull the horse. Mnira they katika shingo yake. A yoke in their necks. Akivarishwa, and when they put hawezi kwenda anakotaka. They cannot go where they want anakwenda anakolazimishwa. They go where they are forced to anakwenda asikotaka. They go where they don't want anafanya kazi hata kama alikuwa hataki. They are working even if they kwa sababu kuna nira shingoni. Because there is a yoke in sasa katika ulimwengu wa roho. Now in the realm of the spirit, kuna watu kazi yao. There are people they are working. wanavisha wengine nira. They put yokes to other people. Huwezi kuishi maisha unayotaka. You cannot live the life you want to live. Huwezi kufanikiwa unavyotaka. You cannot prosper however you want. Huwezi kwenda unakotaka. You cannot go where you want to Huwezi go. kuolewa unavyotaka. You cannot be given to marry however Huwezi you kuwa na want. uzao unavyotaka. You cannot have children as you hauwezi kufanikiwa kiuchumi unavyotaka. You cannot prosper economically as you desire. Kwa dakika chache nizo nazo hapa. In these few minutes that I have kila nira itaharibiwa juu yako. Every yoke will be destroyed over you. Baada ya mkutano huu wa leo, after today's conference, maisha yako utafanikiwa unavyotaka. Your life will prosper however you want. Utakwenda unavyotaka. You go how you like it. Utavaa unavyotaka. You dress however you want. Apostle, kuna kitu kimetokea. Naomba mike. Apostle, kuna kitu kimetokea hapa. Ndio. Hii ni breaking news mtume. Ndio. Hii ni ghafla kabisa, hizi taarifa zimetufikia. Nini kimetokea? Mtume, kabla hata wewe hujakanyaga hapa, anga la mto Mbu limetambua uwepo wako mtume. Na hivi tunavyozungumza, anga la mto Mbu limedondosha mchawi Apostle. Hapa uwanjani mtume. Alikuwa anatoka Bariadi mkoani Simiyu, anaelekea Mbeya mtume kwenye kikao na wachawi wenzake, lakini anashangaa akiwa angani, ghafla amepoteza uelekeo na akaanguka. Kapoteza mwelekeo. Ndio mtume ameingia hapa uwanjani, amekutana na watendakazi, akawaambia naomba mnisaidie, nimezidiwa nguvu. Hallelujah. Glory. Arise. And shine. Haijalishi uko wapi. It doesn't matter where you are. Umefunguliwa leo kwa jina la Yesu. Today you are delivered in the name of Jesus. Naomba Pastor Goodluck. Mtume, taarifa inaendelea. Sema akiwa angani alikuwa anasindikizwa na fisi 5 nyuma yake. Yeye alikuwa kwenye ungo, nyuma fisi 5 wanamsindikiza mtume. Baada ya kumuuliza anasema hata sasa hivi akipiga miluzi ya ofisi wanakuja hapa. Lakini pia mtume, hii fimbo unaiona hapa, anasema alikuwa anaigeuza inakuwa nyoka na anasafiri naye angani. Lakini mara baada ya kufika hapa mtume, anasema nashangaa hii fimbo mbona haibadiliki? Fimbo haibadiliki. Haibadiliki mtume. Ilikuwa inabadilika. Inabadilika, anasema inakuwa nyoka mkubwa sana. Baada ya kuingia hapa anasema amezidiwa na mambo hayafanyiki kabisa. Kila uchawi utaanguka kila mahali. Every witchcraft will fall everywhere. Amesema akipiga mluzi wanakuja ofisi. Amesema akipiga mluzi fisi 5 watakuja hapa. Mwambie apige mluzi waje. Hallelujah. Sikiliza. Listen. Satan. Kazi yake ni kuharibu maisha ya watu. His work is to destroy people's lives. Na Bwana amenituma kuharibu kazi zake katika jina la Yesu. And the Lord has sent me to destroy his work in the name of Jesus. Popote pale ulipo utafunguliwa leo. Wherever you are, you be delivered today. Haijalishi umekaa wapi. It doesn't matter where you're sitting. Nira zitaanguka leo Jesus. Yokes will fall off in the name of Jesus. Naomba mtulie tu. Mwambie apige mluzi sasa. Sasa unajua kuna mwingine anawaza watatokea wapi asije akapita ulipo wale fisi. Lakini hana nguvu yoyote tena.
Doesn't have any power anymore. Mtume na hiki kitambaa alichovaa hapa mbele kina macho mawili, anasema ndio yaliokuwa anamuongoza angani. Yamepofuka. Yamepofuka, alipokuwa angani ghafla akapoteza uelekeo apostle. Sikiliza. Listen. Watu wa giza lazima wateketee katika jina la Yesu Kristo. People of darkness wakitaka msaada ni kukimbilia msalaba wa Yesu Kristo. If they want help, they must run to the cross of Jesus Christ. Naomba pastor chukua mafuta. Wako wapi vijana? Mleteni tu hapa. Leta na hiyo fimbo. Popote ulipo lazima ufunguliwe kwa jina la Yesu. Wherever you are, you must be delivered in the name of Jesus. Omba mafuta. Yuko hoi kabisa. Paka mafuta. Sema fire! Fire! Loose! 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 Sema fire! Fire! Loose! Alikuwa anaenda kwenye kikao na sisi tuko kwenye mkutano. Meeting and we are in the meeting. Ofisa wameshindwa kuwaita tena. Huwezi kutoroka. Out! In Jesus' name. Haya macho yake yameharibiwa. Naomba hudumu Pastor Goodluck achukuliwe asaidiwe pale nyuma. Peleke pale nyuma. Tuendelee na gospel. Pigia